فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Watukufu wa Islamu, tukiwa katika halaka yetu ya 3 ya silsila hizi zinazozungumzia tukio zima la kuvamiwa nyumba ya Bibi Fatima na kuweza kuchomwa moto, kama baadhi ya riwaya ambazo zinatuelezea. Alal aqal alqadar almutayaqqan ni kwamba lilitokea tisho na kutishiwa Bibi Fatima kutiwa moto nyumba yake kupitia makhalifa wakubwa ambao tutawaona katika baadhi ya riwaya hizi. Na kama tulivyosema mwanzo, kuzungumza matukio ya kihistoria hakumaanishi kwamba ni kumfanyia ihana au ni kumtweza kiongozi katika viongozi wa Uislamu. La, nafasi zao zipo katika Uislamu, isipokuwa tunazungumza kuifahamisha dunia matukio ambayo yalitokea baada ya Mtume Muhammad na ni mambo gani yalifanyiwa familia ya Mtume Muhammad, na vile vile ni hawa ambao waliandika matukio haya, lengo lao ilikuwa ni sisi tuweze kufahamu na sisi vile vile tuweze kufikishia vizazi hadi vizazi, ili mambo haya yaendelee kuwa bayana na watu waweze kuyafahamu. Tabaan, katika jalasa au kipindi kilichopita tulisema kwamba tutaangazia riwaya 3, na vile vile katika hatua ya mwisho tutazungumzia pia kuhusiana na ni jinsi gani khalifa wa kwanza Abu Bakar aliweza kujuta au kujutia kutokana na tukio hili ambalo walimfanyia Bibi Fatima salawatullahi wasalamuhu alaiha. Katika riwaya ya kwanza ambayo leo hii tunaanza nayo, riwaya hii ameinukuu Ibn Jarir at-Tabari katika kitabu chake ambacho ni maarufu Tarikhu at-Tabari. At-Tabari ni mwanawazuoni maarufu wa ahli sunna wal jamaa ambaye alikuwepo katika karne ya 3, ala al-aqal alikuwepo katika karne ya 3, ambaye tabaan ni maarufu. Ana vitabu vingi, ana muallafati, ana kitabu kikubwa sana cha tafsiru Tabari, na vile vile kitabu chake cha tarikh ambacho amezungumzia sana matukio mingi ya kihistoria ni maarufu kama Tarikhu Tabari. Ibn Jarir at-Tabari almutawaffa sana 310, amefariki mwaka 310. Katika kitabu chake ananukuhu hii riwaya akianza kwa kusema hadathana Ibn Humaydin قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد عن كليب قال أتى عمر بن الخطاب. alikuja Umar ibn al-Khattab, khalifa wa pili baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikwenda wapi Umar ibn al-Khattab? Manzila aliyin, alikwenda katika nyumba ya Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi, khalifa wa 4. Angalia, Umar ibn al-Khattab alikuwa ni sahaba katika masahaba wa Mtume. Ali ibn Abi Talib alikuwa ni sahaba katika masahaba wa Mtume. Huyu alikuwa ni sahaba wa pili, huyu alikuwa ni sahaba, ni khalifa wa ngapi? Khalifa wa 4 kwa mujibu wa taratibu yao. Wa fihi Talha, na katika hile nyumba ya Ali alikuwepo Talha wa Zubair, na Zubair. Au wote hao ni katika masahaba, tena ni fuhul, si katika masahaba wadogodogo, la, minal mubashirina, kama wanavyosema ni katika waliobashiriwa nini? Pepo. Wa rijalun minal muhajirin, na vile vile walikuwepo watu katika muhajirina katika hile nyumba. Faqal, Umar ibn al-Khattab akasema, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la uhriqanna alaykum au la takharujunna ila al-bay'a, la hawla wala quwwata. Anasema kwamba mimi nitawatia moto
nitawachoma moto. Tena ameanza na qasam, la ilaha illa Allah. Umar alikuwa ni khalifa, kasamu yake si kasamu ndogo ndogo, si kama ni mtu wa kawaida Umar kwamba anaapa hivi hivi. Umar ibn al-Khattab alikuwa ni khalifa, ni katika masahaba wakubwa. Anapokuwa anaapa ni kwamba anachokisema anakikusudia, na ili kiapo chake isitokee hanthul yamin au hinthul yamin, ni kwamba ni lazima akitekeleze. Anawaambia hapa, wallahi la uhriqanna alaikum, nitawatia moto nyinyi mliokuwa humo ndani, au la takharujunna ila albay'a, au mtatoka muende mkampe bai'a nani? Ali na Abu Bakar, muende mkatoe kiaga kwamba Abu Bakari ni khalifa. Hii kwanza inaonyesha nini? Inaonyesha hawa waliokuwepo hapa, kwa sababu wametumia dhamirul jam'i, hawa waliokuwepo hapa wote hawakumkubali Abu Bakar, hawakukubali ukhalifa wa Abu Bakar wa Abi Bakar. Fakharaja alayhi Zubair akatoka. Zubairi alivyotoka, muslitan bisaif, Zubairi alikuwa ametoka hali ya kuwa mkononi mwake ameshikilia nini? Ameshikilia upanga. Fa'athara fasaqata saifu min yadihi. Zubair pale pale alivyokuwa ametoka hali ya kuwa ameshikilia upanga, miguu yake akateleza, ghafla akateleza. Alivyoteleza, ule upanga ukaanguka. Baada ya ule upanga kuanguka, fawathabu alaihi faakhadhuhu, wakamvamia kisha wakauchukua ule upanga kutoka katika himaya ya Zubair. Riwaya hii anaipokea Tabari katika kitabu chake maarufu Tarikhu Tabari, juzuu ya 3, ukurasa au sahifa ya 202. Na vile vile Tabari kitabu chake ambacho ni tabaa ya Muassasatul A'lami, juzuu ya 2, ukurasa wa 443. Vile vile riwaya hii Al-Bukhari anaipokea. Al-Bukhari katika sahihi yake, Sahihu al-Bukhari, juzuu ya 5, ukurasa wa ngapi? Wa 82. Al-Musannaf vile vile unaporejea kitabu cha Al-Musannaf, unakurejea juzuu ya 5, ukurasa wa 400 na ngapi? Na 72. Asadul Ghaba unaporejea juzuu ya 3, ukurasa wa 222. Wote hii riwaya wameinukuu. Turejee katika riwaya inatuonyesha kwamba khalifa wa pili anaondoka moja kwa moja, anaenda katika nyumba ya Ali bin Abi Talib ambaye alikuwa ni khalifa wa 4. Anafika kule, anamuambia kwamba wewe na hawa waliokuwepo, akiwepo Talha, akiwepo na Zubair, wote hawa ni masahaba, na wakiwepo watu pia katika muhajirin, masahaba wengine, anawaambia ima nyinyi mtoke muende mkakubali bai'a ya kwamba Abu Bakar ni khalifa wa kwanza, au la, mimi nitawatia moto nyote nyinyi mliokuwepo humo. La haula wala quwwata. Sasa turejee mimi na wewe, tuangalie tukio hili na uzito wake uko vipi. Masahaba hawa, mmoja anamtishia mwenzake kufanyaje? Kumtia moto. Na hii bai'a vile vile tunaona kwamba la, kumbe si masahaba wote ambao walikuwa wamekubali bai'a ya nani? Ya Abu Bakar. Insha Allah katika kipindi kinachofuata tutaangalia kwa upana zaidi sahibi hadha ar-ra's wa ali tayyibin rabi' Karbala.